Unajisikiaje kuwafurahisha watoto wako, kutimiza ndoto za watoto wako kwa kuzima ndoto za watu wengine, kwa kumwaga damu zao? Yaani wewe ili utimize ndoto za watoto wako, ili utimize ndoto zako, ili utimize ndoto ya mke wako, mama yako au ndugu zako, ni mpaka umwage damu za watu. Unajisikiaje kutimiza ndoto za watoto wako kwa kuzima ndoto za mtu mwingine? Kiongozi yeyote aliyechaguliwa na wananchi au kwa kuteuliwa, atakayetoa amri au aliyewahi kutoa amri ya kuteka, kutesa, kuua watu na kupoteza watu na kupora uchaguzi na kuharibu uchaguzi, akafedheshwa yeye na uzao wake, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Sema amina. Kamanda yote wa jeshi la wananchi, iwe jeshi la magereza, iwe la polisi, iwe usalama wa taifa, iwe TANAPA au kikosi chochote cha siri, atakayepokea maamri haramu ya kutesa, ya kuua, ya kupoteza watu na kupora na kuiba uchaguzi, akafedheshwa yeye na wazazi na watoto wake, kizazi cha kwanza mpaka cha nne. Sema amina. Taasisi yoyote, kiongozi yeyote, mtu yoyote atakayefanya hila kwa ajili ya kutaka kufuta, kunyamazisha taasisi yoyote inayotetea Tanzania, iwe taasisi ya kidini, iwe taasisi ya kisiasa, iwe taasisi ya kijamii, akafedheshwa yeye na wale wanaohusika na wazazi na watoto wake, kizazi cha kwanza na cha pili na cha tatu. Sema amina. Mwanadamu, hivi unajisikiaje pale ambapo kila kitu ulichonacho umekipata kwa damu? Yaani ukiangalia kitanda unacholalia kilipatikana kwa wewe kumwaga damu. Ukiangalia nyumba uliyoijenga ilipatikana kwa wewe kumwaga damu. Gari unalotembelea ilipatikana kwa wewe kumwaga damu. Watoto ulio nao, yani unawasomesha kwa pesa ambayo umeipata kwa kumwaga damu. Mke uliye naye unamtunza kwa kazi ya kumwaga damu. Chakula unachokula wewe na watoto wako unakipata kwa kufanya kazi ya kumwaga damu. Yaani kwa mshahara wa wewe kumwaga damu. Yaani wewe kila ulicho nacho unakipata mpaka damu imwagike. Mpaka umwage damu ndio unampa mke wako furaha na mahitaji yake. Mpaka umwage damu ndio unawapa watoto wako mahitaji yao na furaha yao. Mpaka umwage damu ndio unatimiza ndoto za watoto wako. Yaani wewe kutimiza ndoto zako mpaka umwage damu. Hivi unajisikiaje unapovitazama vile vitu? Unajisikiaje kuwafurahisha watoto wako, kutimiza ndoto za watoto wako kwa kuzima ndoto za watu wengine, kwa kumwaga damu zao? Yaani wewe ili utimize ndoto za watoto wako, ili utimize ndoto zako, ili utimize ndoto ya mke wako, mama yako au ndugu zako, ni mpaka umwage damu za watu. Unajisikiaje kutimiza ndoto za watoto wako kwa kuzima ndoto za mtu mwingine? Yaani wewe kukamilisha malengo yako ili watoto wako watimize ndoto zao, ni lazima uzime ndoto za watu wengine ili ndio upate mshahara wa kuweza kutimiza ndoto za watoto wako. Unajisikiaje? Unajisikiaje pale ambapo umetoka kazini, unaingia ndani, unakuta watoto wako wanacheza pale, wanarukaruka, dadi, mami, alafu wakati huo wewe umetoka kwenye tukio la kuua mtu, la kumdhuru mtu, la kumteka mtu, umepoteza mtu, umesababisha huzuni kwenye familia ya watu wengine. Unajisikiaje? Yaani nyumbani unarudi, watoto wako wana furaha, wanakula vizuri, lakini wakati huo kuna familia umeisababishia maumivu. Kuna familia umeisababishia kilio. Kuna familia umesababisha wakose hiyo furaha ambayo watoto wako wanaipata. Kuna familia umezima ndoto ya mtu wao ili utimize ndoto za watoto wako. Unajisikiaje? Unaangalia kwenye mitandao, kwenye taarifa habari, familia yako ina furaha. Ila unaangalia ile familia ya mtu uliyemsababishia madhara. Ile familia ya mtu ambaye umezima ndoto zake. Ili ndoto za watoto wako zitimie, ili ndoto zako zitimie, ili ndoto za mke wako zitimie, ili ndoto kweli. Unajisikiaje leo hii kama unakufa? Unajua bwana, kuna kazi zingine tunatakiwa tuzifanye, maana tuna watoto, tuna familia, nikiangalia wanangu sasa wataishije? Unajisikiaje kuachia wanao mali ulioipata kwa damu? Kuachia watoto wako urithi ulioupata kwa kumwaga damu? Unajisikiaje hata kama leo hii unakufa, unawaachia watoto wako mali ulioipata kwa kuwaua watu wengine?
kwa kukatisha maisha ya watu wengine, kwa kuondoa uhai wa watu wengine, unajisikiaje? Yaani kutimiza ndoto zako wewe kwa kuzima ndoto za watu wengine, unajisikiaje? Pesa ya damu ni tamu kweli? Nyumba ya damu ni tamu kweli? Kitanda unacholalia kwa damu ni kitamu kweli? Hautawafaidi hao watoto wako, hautamfaidi mke wako, hautaifaidi nyumba yako. Ikiwa pesa yako inapatikana ni mpaka umwage damu, hautaweza kuwafanya wawe na furaha ya kudumu na ukatengeneza familia iliyo bora kabisa na watoto wakawa na akili timamu kabisa na wakakuwa hivyo. Ikiwa pesa yako inapatikana kwa wewe kwa kukatisha ndoto za watu wengine. Hebu jifikirie mwanadamu. Wewe ni mtu, sio mnyama. Jifikirie. Vivuli vya watu havitaacha kukuandama. Hakuna mchawi anayekuloga. Mchawi ni damu ulizozimwaga na unazoendelea kuzimwaga. Yaani hautaweza kutimiza ndoto ukasema kwamba nina ndoto fulani ya kupata kiasi fulani au nipate cheo fulani ambacho ni cha damu, au hiyo pesa ni ya damu, kwamba nipate, nikipata hii ndoto yangu itakuwa imetimia. Ndoto yako itakuwa haijatimia. Hata ukiitimiza, utaitimiza kwa maumivu makali na kwa majuto makali, maana damu ya mwanadamu haitakuacha salama. Nao unajua mpaka sasa hivi hauko salama. Nao unajua mpaka sasa hivi kuna changamoto unapitia.